Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Finali ya kombe la ngao ya jamii kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026-2027 ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania. Ni mchezo ambao utakwenda kumkutanisha bingwa wa ligi kuu ya NBC ambaye ni Yanga Sports Club, ambapo Yanga atakwenda kukutana na bingwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup ama FA ambapo ni Simba Sports Club. Yote haya tukiongelea msimu uliopita 2025-2026. Kwa hiyo vilabu hivi ndivyo ambavyo vitakwenda kuzindua ligi kuu ya NBC ambayo inatarajia kuanza tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa hiyo finali ya Community Shield ama ngao ya jamii itakwenda kumkutanisha Yanga Sports Club dhidi ya kocha timu ya soka ya Simba Sports Club, mchezo ambao umepangwa kuchezwa visiwani Zanzibar tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 2:30 usiku, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona vilabu vyote tayari vimeweza kujiandaa, na ikumbukwe hii itakuwa ni fainali ya pili mfululizo kwa vilabu hivi kuweza kukutana katika kombe la ngao ya jamii. Fahamu kuelekea katika mchezo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kunako msimamo wa kombe hili la Community Shield, basi klabu ya soka ya Yanga ndio ambao wanaongozwa kulitoa kombe hili. Sasa fahamu michezo 10 ya mwisho Yanga kukutana na klabu ya soka ya Simba, basi Yanga ameshinda michezo 6 huku Simba akishinda michezo 2 pekee na sare ikiwa ni michezo 2 katika michezo 10 ya mwisho kukutana. Lakini msimu uliopita vilabu hivi vilikutana michezo 4, michezo 2 ikiwa ni ya ligi kuu ya NBC yani nyumbani na ugenini, moja ikiwa nusu finali ya Muungano, nyingine ikiwa ni fainali ya ngao ya jamii kama sasa ambavyo wanakwenda kukutana katika fainali ya ngao ya jamii. Basi fahamu katika fainali ya ngao ya jamii klabu ya soka ya Yanga walishinda 1-0, huku katika ligi kuu ya NBC mechi ya mzunguko wa kwanza walitoa sare ya 0-0, mechi ya mzunguko wa pili ni 2-2, huku Muungano Cup Simba waliweza kuitoa Yanga kwa 1-0. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine kuelekea katika mchezo huu ni mchezo wa kulipizana visasi, kwa sababu ni vilabu viwili ambavyo vina mizani sawa, yani Simba ni klabu kubwa, Yanga ni klabu kubwa. Kwa hiyo kila timu inahitaji kumfurahisha shabiki wake. Kabla ya kuendelea mbali, basi tuambie kwenye comment section kuelekea katika mchezo kati ya Simba na Yanga Sports Club, je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kuibuka na ushindi na kuweza kufungua msimu mpya wa mwaka 2026-2027 vizuri? Kwa sababu kufanya vizuri kwa timu yako ndipo ambapo kwa upande mwingine kutakwenda kuonyesha mwanga kuelekea msimu mpya 2026-2027. Sasa kuelekea katika mchezo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa upande wa klabu ya soka ya Simba wameweza kupata pigo kubwa wakiwa visiwani Zanzibar, kwa sababu kuna nyota wao muhimu wa kikosi cha kwanza ambao wanatarajia kukosekana katika mchezo huu dhidi ya watani wao jadi. Hapa tukienda kuiongelea klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka ya Simba watamkosa ni beki wa katikati kutokea kaskazini Wilson Nangu, ambapo sote tunafahamu Wilson Nangu ni mchezaji ambaye Simba walimsajili kutokea JKT Tanzania, lakini nyota huyu bado anauguza majeraha ambayo ameyapata wakati akitumikia Simba Sports Club. Nyota wa pili ambaye klabu ya soka Simba watamkosa ni Abdurazak Hamza, ambapo sote tunafahamu Abdurazak Hamza anauguza majeraha goti ambayo aliyapata wakati anaitumikia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Nyota wa tatu ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni golikipa Yakub Suleiman, ambapo golikipa huyu tunaona naye pia ni miongoni mwa golikipa ambao waliweza kupata injury, lakini kwa sasa anaendelea vizuri, lakini hatakuwa sehemu ya mchezo kwa sababu bado haja recover fit kuweza kuwa katika ile fitness level ya kuweza kushiriki mchezo huu. Kwa hiyo tunaona golini Simba watakwenda kusimama na Jibril Kasali, huku namba 2 akiwa ni golikipa Hussein Abeli. Kwa hiyo ndio hiyo orodha
ya wachezaji kamili watatu wa klabu ya soka Simba ambao watakwenda kukosekana katika mchezo dhidi ya Yanga Sports Club.